Mimi nawaambia mashabiki wa Yanga, kila mtu jana kaiona timu yake. Hapa mwalimu ndo hajakaa muda mrefu na wachezaji. Hapa wachezaji hawajakaa muda mrefu na mwalimu. Kama mwalimu atakaa muda mrefu na wachezaji, wachezaji wataenda kumwelewa mwalimu, watakuwa combination ya Yanga imekubali. Kwa hiyo sikuna mtu atakuja kupigwa goli 10 hapa Yanga hiyo. Katika mchezo wa jana nilistaajabu kumuona mchezaji ambaye alionyesha performance nzuri msimu uliopita akiingia dirisha dogo, Alan Okello kuanza kwenye lineup. Haikukushtua hiyo? Kwanza ukitaka kujua mwalimu wa Yanga jana alipowachanganya Simba sehemu moja, msimu tunaomaliza kuna Nasoro Yanga kutokea New Amani Complex Zanzibar walipopata ushindi na kutoa trophy lao la kwanza kwa msimu huu. Mbwembwe nyingi zote hizo zinatokana na ushindi. Habari yako Nasoro, lakini pole kwa uchovu, lakini hongera pia kwa ushindi. Kwanza sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema kabariki baraka tele. Tumeenda zetu Zanzibar, tumerudi na ndoo. Kwenye boti pale pressure ilikuwaje, lakini pia furaha ilikuwaje ukiwatazama wapinzani wenu Simba walikuwa wajifichi kweli? Mimi kwanza nilienda bila wasiwasi, kwa sababu najua Simba na Yanga, Simba akimfunga Yanga bahati mbaya ni kama kunguru kamnyia binadamu. Unasema kama kunguru kama? Simba kumfunga Yanga ni bahati mbaya kama kunguru kamnyia binadamu. Ni nadra yani kutokea. Nadra. Kwa hiyo haukuiona kama dabi Kariakoo ambayo labda yenye intensity kubwa, ukaona ni kama mechi ya kawaida? Mimi nakumbuka niliongea na nyinyi mara mwisho, nilikuambieni kabisa sisi tunaenda kushinda. Mkaniuliza nikamwambia mimi sioni dabi Simba na Yanga, mimi naonaga dabi yetu si na Azam ndio anaenda kutusumbua. Licha ya maboresho makubwa, haukuwa una pressure kutokana na wachezaji wako kofia, labda kutokana na dabi wakawa na pressure? Mimi sikuwa na pressure hata kubadilisha mwalimu ndio kukutana na dabi, sio kuja wachezaji wapya. Mimi kila siku nakurudieni, Yanga mimi nivae jezi ya Yanga hii hapa, nipangwe ndani. Simba si bado tunawafunga. Nini siri ya mafanikio na jeuri yako hiyo ya? Siri ya mafanikio siku zote mkiwa na uongozi bora hamwezi kutetereka hizi mechi. Yanga wana uongozi bora, uongozi ambao unajitambua. Saa hizi wana Yanga kitu gani wanahitaji? Kwa hiyo unaenda kupata furaha. Unaona kama hivi hakuna shabiki wa Yanga sufly. Hakuna, kila ukipita kila kona wanafly. Hivyo kwa mfano ingawa jamii wangechukua wao sasa wangesongetua tayari washatunyea mavi sisi. Anaenda kuchimba dawa. Hilo umeona mjini uko umetulia. Wewe ukipita barabarani hata ukimwona mtu hajavaa jezi, ukimwona mtu mwenye aibu sura kama kafumaniwa, ujue shabiki wa Simba. Mimi nawaambia mashabiki wa Yanga, kila mtu jana kaiona timu yake. Hapa mwalimu ndo hajakaa muda mrefu na wachezaji. Hapa wachezaji hawajakaa muda mrefu na mwalimu. Kama mwalimu atakaa muda mrefu na wachezaji, wachezaji wataenda kumwelewa mwalimu, watakuwa combination ya Yanga imekubali. Kwa hiyo sikuna mtu atakuja kupigwa goli 10 hapa Yanga hiyo. Katika mchezo wa jana nilistaajabu kumuona mchezaji ambaye alionyesha performance nzuri msimu uliopita akiingia dirisha dogo, Alan Okello kuanza kwenye lineup. Haikukushtua hiyo? Kwanza ukitaka kujua mwalimu wa Yanga jana alipowachanganya Simba sehemu moja, msimu tunaomaliza mbele ya Yanga ulikuwa unamwona Dube, Alan Okello, sawa, Pacome Zouzoua, sawa. Jana safu ya mbele mwalimu kaja na Zukwane na Ngwanda, sawa, kaja na Peter Shalulile. Tofauti kabisa na tofauti tunavyozania mashabiki wa Yanga Afrika. Mwalimu aliwapa Simba dakika 20 hawajue. Sio mwalimu hajawahi kuwajua Simba hapa mgeni. Mwalimu aliwaacha dakika 20 Simba hawajue. Simba wakajimaliza. Mwalimu akawaona akaenda kuadhibu. Baada ya kuadhibu kufika dakika 80 mwalimu akawarushia mpira, chezeni. Sisi tushamaliza shughuli. Ndio walimu wakubwa. Kilichotokea dakika 20 ulikiona, lakini mistake ambazo mkanafanya kwa Djigui Diarra ni kama vile mkikutana timu kubwa. Wewe ukiniambia Yanga imefanya mistake mechi ya jana, mimi nitakuona akili yako bado haijatulia. Au nitakuona wewe kama shabiki wa Simba bado akili yako haijakaa sawa. Ndani ya dakika 90 Simba kapiga shoot on target moja. Sasa Yanga alikuwa anakosea nini? Zile dakika 15 zilizosema.
hizo dakika 15 Simba ndani ya dakika 90 kapiga shoot on target moja. Nazungumzia sasa mkikutana na timu ambayo inaweza ikatumia nafasi kwenye dakika 10. Sasa wewe unaniambiaje tukikutana na timu zinafanyaje? Zinatumia nafasi. Sasa kila timu sisi tutakuja kucheza na staili gani anakuja nayo? Game hapo. Si ushelewa? Yanga benchi kubwa, benchi la ufundi la Yanga shehe wangu lina makocha wakubwa. Kama unavyoona Mamelodi Sundowns, kama unavyoona National Ali. Nenda kaangalie ndugu yangu. Kuna mtu msoma nini? Msoma mchezo. Pale video analysis. Yupo pale. Kuna mtu kama Arsenal pale anasoma mipira ya faulo inapigwaje? Ndio maana nikakwambia ipo Yanga peke yake ndani ya ligi ya Tanzania. Kwa hiyo sio benchi la ufundi la Yanga ukachukulia kirahisi. Mimi nipo tayari hata kama wao wakisema kama wameonewa mechi irudiwe hata leo. Na bado mtashinda. Bado tutawafunga tu. Hivyo leo ukitaka kujua shabiki wa Simba akachanganyikiwa, anakuambia Dumbia hafai. Wewe unasemaje? Kapigwa pasi gani ya mwisho Dumbia akakosa? Si tunaongelea football. Ndio. Dumbia si ndo namba 9? Kapigiwa pasi gani ya mwisho Dumbia akakosa? Hajapigiwa hata pasi. Mashabiki wa Simba mpira hawajui. Wapiga kelele. Wewe unamlaumu Fuadi afai. Kapigiwa pasi gani ya mwisho? Kwa nini usimwambie Chama ndo afai? Chama si ndo namba 10 Plomeka? Ndo anamchezesha namba 9? Kamchezesha? Unaendaje kumlaumu namba 9 unamwacha kumlaumu namba 10? Waangalie Simba imevuja wapi. Watafute yule mtu wa watu kaja akamtafutia mzigo wa lawama wampandishe yeye. Mimi Simba nimewasifia. Huyu kipa wao watafika naye mbali, anajua sana. Kocha wa Young Africans ile mbinu aliyotengeneza paka target moja dakika 90. Babu, kocha mwalimu wa Yanga, mwalimu mkubwa. Mimi sina cha kumdiscuss mwalimu wa Yanga. Sisi wana Yanga wote tuliona mechi siku ya Mwananchi. Licha kwa mlipoteza. Sijui leo tumepoteza, mwalimu anakuambiaje? Mimi nilikuwa na akili yangu, njoeni Zanzibar muone mpira, mtaenda kuikuta Yanga tofauti na ile iliyocheza siku ya Mwananchi. Wana Yanga nikulizeni, kweli si kweli tumeenda kuikuta timu ndio ile? Sio unasema hapa tunamtoa dosari mwalimu hapa. Mwalimu wa Yanga inabidi asifiwe kwa sababu mwalimu wa Yanga ni mgeni ndani ya ardhi ya Tanzania. Na kwenye press alizungumza kwamba anawasoma Simba. Steve Baka, sawa? Ndio. Tumemaliza naye ligi na hapa yupo. Mwalimu kaja mgeni, kaja kukutana na Yanga, wamesajili wachezaji wengi wageni. Ila kwa vile wachezaji wana quality wameingia kwenye mfumo na mwalimu mfumo wake umekubali, Simba kafa. Shehe wangu, mpira wa sasa hivi sio maneno. Mpira wa sasa hivi pesa. Kama tajiri yako msimamizi wa mirasi, utaendelea kulia kila siku. Na kwenye press alizungumza kwamba atatumia wide, maana ndio kuna madhaifu sana. Na lile goli limetokea kwa Shadrack Isaka Boka. Mwalimu alizungumza makosa ya Simba hapo kwenye mabeki wa kushoto na kulia kabla ya mechi, kama ulimsikia mwalimu. Kesho mechi aliongea leo. Madhaifu ya Simba mimi nayajua. Mwalimu wa Yanga wewe. Katika upande wa mabeki kushoto na kulia. Sasa goli la Yanga limetokea wapi? Shadrack Isaka Boka, upande wa kulia. Si Boka ndo kamwaga maji. Kwa hiyo mwalimu wa Yanga akaongea kosa akasahihi. Sahihi. Unaenda kumtoa makosa wapi? Yaani anawaambia kosa Simba na udhaifu wao sehemu fulani na yeye anaenda kutumia tena udhaifu huo. Mimi ananikumbusha Nabi ndo alikuwa anaongeaga maneno hayo kipindi yupo Yanga Afrika. Anakuambia timu fulani na makosa fulani na akienda hayo makosa anawafunga. Mimi kwanza nampongeza engineer sikutuletea kocha mkubwa. Kocha ambaye mfahamu, anajua kusoma mchezo, anajua muda huu kubadilika, muda huu tunaendaje. Kama umemwona kocha wa Yanga dakika 75 alisimama akafanya hivi. Haya, anaambia wachezaji imeisha. Simba akaachia chezeeni mpira. Wao wamechezea wewe, wanakwambia tunataka kuchomoa, watu wamekuacheni mchezee mpira. Ulikuwa unazungumza kuhusu madhaifu ya waamuzi. Hapo jana uliona yoyote? Waamuzi wa Tanzania wana shida. Paka kwenye mchezo wangu, hata mechi ya jana ukimsifia muamuzi, ukisema muamuzi kachezesha haki, mimi sijaona haki. Mpira ulitazama vizuri? Tazama vizuri. Ulimwona? Hali katika muamuzi nilikuwa namtegemea. Alajigi, lakini jana nimemshusha vyeo. Kivipi na kwa nini?
Alafu akicheza wa Yanga anatoa kadi za njano. Alafu akicheza wa Simba atoi kadi. Au jana mkamuoni? Ona mapema kabisa Duke ameingia kwenye kitabu. Katia Babaka. Hani dakika 2 Duke Abuya akapigwa kadi ya njano. Baka kaenda kucheza mpira wa kichwa kaingiliana na golikipa akapigwa njano. Nitajie Simba jana nani kapigwa njano? Kwa kugonga alipokuwa anagonga Simba. Kwa hiyo mimi nawaambia mashabiki wangu na wanachama wa Yanga, mwaka huu tujiandae. Hii staili ndio wamekuja nayo kwa waamuzi. Kama Ndaila Gije ndio tulikuwa tunamwamini kachezesha vile. Hawa sio kwa na peji za FIFA. Watachezeshaje? Maana mnaenda kuonewa msimu ujao. Msimu huu unaanza kuchukua. Sisi tunaambiana tujipange. Sisi tokea mwaka jana tulikuwa tunaona waamuzi kabisa wana mipango. Ila si quality yetu ndio ilienda kuamua kuchukua ubingwa. Kwa hiyo hata mwaka huu si kama tukijipanga tutaenda kuchukua ubingwa kwa quality, tusitegemee waamuzi. Hawanya 100% tusiwategemee waamuzi mwaka huu. Msimu uliopita licha ya kuwa mlikuwa mna quality, mlilalamika kuhusu ugumu wa ratiba. Msimu huu mna quality. Ratiba vipi? Msimu huu ratiba hatutolalamika. Kwa sababu Yanga lina lundo la wachezaji. Na wachezaji wale wamesajiliwa makusudi kwa sababu hizi upangaji wa ratiba. Kuna muda unaona Yanga anapangiwa dabo kwa dabo, mwenzako anapewa fea ya kupumzika. Mwaka jana hilo si tuliliona, na ndio maana viongozi wa Yanga mwaka huu wameenda kulitafutia tiba. Usishangae mechi ya kesho. Mechi ya Jumamosi tunacheza tarehe 15. Jumamosi tunacheza tarehe 15. Na ndio maana wameona wachezaji wa Yanga hawajarudi Dar es Salaam. Viongozi kwa kujua wana Yanga wanataka nini, wana Yanga wanataka furaha, wamekodi ndege moja kwa moja Ruangwa. Hapo tunawapongeza viongozi. Sisi tunaongea mimi na wewe, wachezaji wa Yanga hapo hewani wanakwenda Ruangwa. Wanaendana na ratiba. Tunakwenda na ratiba. Na ndio maana nakwambia sisi tuna tajiri ambaye tajiri hela yake sio msimamizi wa miradi.